ITV imefika katika zahanati hiyo na kukuta wananchi wakiwa wamefurika wakiitaka serikali iwape kauli mmoja ya kuwaletea jokofu au wachangishane fedha kama walivyojenga jengo hilo la mochwari. Alikuja mkuu wa wilaya wa mkoa akatuambia kwa mochwari tunaruhusiwa kulaza watu hata kama hatuna jokofu. Sasa kitu cha ajabu leo hii wameleta mama yetu kumleta mochwari. Kuna mganga yuko hapo hospitali ametamka, amesema ameambiwa yeye na muajiri wake hakuna kuingiza miili kulaza maiti hapa. Haiwezekani. Tunaomba leo kama inawezekana tuchange hela tupate jokofu au serikali ituletee jokofu kama ilivyotuambia kuwa itatuletea jokofu. Ni jukumu la serikali. Sisi wananchi tumechanga harambee, tumejenga hayo majengo, jengo la upasuaji na hilo jengo la mochwari. Hiyo hospitali ina takriban miaka 5. Hiyo mochwari imejengwa na nguvu za wananchi. Hawajapata msaada wote ule. Swala ni mochwari ifunguliwe. Kama serikali haiwezi kutuchangia swala la jokofu, sisi kama wananchi tunaomba tuchange jokofu. Wananchi wa Igoma kulingana na hali walizonazo au hali tulizonazo ni hali ngumu na ni duni. Sasa habari ya kubeba miili kupeleka Igawilo ni shida. Tunaomba serikali tusaidie kutuletea jokofu. Ahadi zimekuwa ni nyingi. Ndugu wa marehemu aliyefika kuhifadhi mwili wa marehemu katika zahanati hiyo, Bi Ombi Jeremia, ameeleza hali ilivyokuwa, huku mwenyekiti wa kijiji akieleza juhudi walizofanya ili kuondokana na adha ya kusafirisha miili ya wapendwa wao zaidi ya kilomita 25 mpaka hospitali ya wilaya ya Igawilo. Tumefika hapa saa 4 ndio walikuwa na goma kuchukua maiti hayo mpaka saa 8. Mpaka sasa tuko hapa. Tumeumia. Hatujala kitu kweli kutoka asubuhi. Tumechoshwa na mambo ambayo yanaendelea. Haiwezekani halmashauri ya kwetu ya Mbeya hii ya watu wengi kiasi kikubwa yenye mapato makubwa kupata jokofu la milioni 30. Tumeomba kama inashindikana basi tungejadili, kwa sababu hiyo mochwari yenyewe wananchi walijichanga. Baada ya wananchi kukaa zahanati hapo kwa zaidi ya masaa 9 wakisubiri majibu ya serikali, huku wakiwa tayari kuchangishana fedha kwa ajili ya kununua jokofu, diwani wa kata hiyo Mheshimiwa Andrea Mwaipopo akafika na maelezo haya. Mkurugenzi pia ameahidi ndani ya mwezi huu au wiki hii jokofu inaletwa. Tumeomba wakati tunasubiri huduma ya jokofu iletwe, sisi tutaendelea kuhifadhi ndugu zetu hapa. Kwa hivyo sasa huduma zile zitaendelea kama kawaida na dawa tumepewa na bila tutaongea na incharge na maelekezo kama hayo. Nyuma yangu ni ndugu wa marehemu waliofika hapa zahanati ya Igoma na kukaa nje na mwili kwa muda wa masaa 4 wakipigwa na jua. Kata ya Igoma, wilaya ya Mbeya. Rebecca Kinyunyu, ITV. Usikose kufuatilia taarifa ya habari ya ITV kila siku za wiki, ikiwa na matukio muhimu ya kijamii, kisiasa, utamaduni, biashara na uchumi, pamoja na habari za michezo na burudani ndani na nje ya mipaka yetu. Ni saa 2 kamili hadi saa 3 kamili usiku. Tutakuwa na taarifa kutoka kila kona ya jiji la Dar es Salaam katika taarifa za jiji letu, Jumatatu hadi Ijumaa saa 5 kamili usiku. Pia saa 12 asubuhi tutakuwa na habari za kitaifa zikihusisha habari za kijamii, kisiasa, kiuchumi na kitamaduni kutoka ndani na nje ya mipaka yetu. Habari za saa ni kila baada ya saa 1 kutoka ndani na nje ya Tanzania, tukikukusanyia habari za kijamii, kisiasa na kiuchumi kutoka kwa waandishi wetu wabobezi katika masuala ya habari. Ni Jumatatu hadi Ijumaa saa 2:55 asubuhi hadi saa 8:55 alasiri. Katika kukuletea habari muhimu zilizofanyiwa uchunguzi wa kina, usikose kujiunga nasi kila siku za wiki saa 12 jioni katika Hapa na Pale kutoka kwa waandishi wetu mahiri waliotapakaa kila pembe ya nchi.
Habari za ITV pia zinapatikana mubashara kupitia akaunti zetu za mitandao ya kijamii: Facebook ITV Tanzania, YouTube ITV Tanzania. ITV Superbrand Afrika Mashariki.